Mama Sialo alijikuta akivutwa nje ya nyumba kwa nguvu kiasi kwamba hakuweza hata kupumua vizuri. Na alipojaribu kujiegemeza ukutani ili asidondoke, mkono wa Mzee Lengai ulimshukia kama radi ukimpiga kofi lililomfanya kichwa chake kienda upande mmoja kwa maumivu. Na kabla hata hajarejea hisia zake, akasikia akifukewa kwa sauti kali. "Simama we mwanamke, naomba usinijaribu leo. Niambie pesa za jana umeziweka wapi?" Huku akimvuta tena kwa hasira kana kwamba anamwadhibu kama mtoto mdogo. Mama Sialo akawa akitetemeka akijaribu kueleza kwa sauti ya kilio. "Mume wangu, tafadhali usinipige. Nilitumia kidogo kununua unga. Tulikuwa hatujala." Na ghafla akapigwa ngumi ya bega iliyomfanya akose usawa, akaanguka chini na mumeo akaendelea kumfokea. "Huna adabu kabisa. Hujui kutii na bado unafikiri utaishi hapa bila kunisikiliza. Sema pesa ziko wapi kabla sijakufanya ujute." Huku macho yake akiwa mekundu kwa hasira. Ukweli ni kwamba Mama Sialo alikuwa akipambana sana kwa kufanya biashara ili aihudumie familia yake pamoja na mumewe. Maana mume wake alikuwa ni mlevi sana asiyependa kufanya kazi. Alikataa kabisa kufanya kazi huku akimtegemea mkewe afanye kazi kwa ajili yake na mpe hela za kutumia pamoja na hela za kunywea pombe. Hakuhusika kwa chochote kile katika kuhudumia familia yake. Mama Sialo alihangaika sana kumsomesha binti yake Sialo, huku akikumbana na vipingamizi vikali sana vya mumewe. Hakutaka kabisa binti yake Sialo asome, bali alitaka aolewe. Tukirudi huku, bado Mzee Lengai aliendelea kumpiga Mama Sialo. Mama Sialo alipoinua uso wake akijaribu kuongea, sauti ya kelele kali ilimkatiza. "Nakwambia huna haki ya kumiliki pesa humu ndani. Hata kama utachapa kazi usiku na mchana, pesa utakazopata zote ni zangu, zote ni zangu nakwambia. Wewe hupasi hata kushika noti bila ruhusa yangu." Na akampiga teke kwenye kiuno iliyomfanya ajikunje kwa maumivu. Mama Sialo alilia akasema, "Sijaficha pesa, nimekuwa nikijitahidi kwa ajili ya familia." Lakini Mzee Lengai akaendelea kumrushia matusi akisema, "Wewe ndiye chanzo cha kila shida katika hii nyumba. Kama usingekuwa mvivu wa kufikiri, tungeshakuwa matajiri muda mrefu." Katika moyo wake, Mama Sialo alijua kwamba maisha aliyokuwa akiishi hayakuwa na chembe ya amani, kwani kila siku alianza kazi mapema na kumaliza usiku kwa sababu alichukua jukumu la kuhudumia familia yake, akiuza mboga, akitengeneza maandazi, akibeba mizigo sokoni na wakati mwingine hata kukopa kwa ajili ya familia yake. Lakini kila aliporudi nyumbani, alikuta mumewe amelewa kupita kiasi, akimsema vibaya na kumpa lawama zisizo na msingi, akisema kwa kiburi, "Mimi ndiye mwanamume wa nyumba. Kazi yangu si kufanya kazi. Kazi ni zako kutunza nyumba hii. Na kama hutaki, mlango uko wazi." Na Mama Sialo akijaribu kumwambia, "Lakini naumia peke yangu. Ningefurahi kama ungefanya kazi angalau mara moja." Na kwa hilo akawa anapewa kofi lingine la kumvunja moyo. Lakini licha ya mateso yote hayo, Mama Sialo alibeba ndoto moja moyoni mwake, kuona binti yake Sialo akipata elimu na kufanikiwa maishani, ili asije akaishi maisha ya aibu kama anayoishi mwenyewe. Na kila mara alipokusanya pesa kidogo, aliweka akilini ada ya shule ya binti yake, hata kama ilikuwa ni kwa tabu, akijua kwamba elimu ndiyo mkombozi pekee. Lakini kila alipomtajia hilo swala Mzee Lengai, jibu lilikuwa lile lile la ukatili. Mtoto wa kike kusoma ni upuuzi. Mwisho wa siku ataolewa tu na pesa zitarudi kwa wazazi. Si bora tu aolewe mapema tupate mahari? Unadanganywa na akili za wanawake wenzako. Mama Sialo akamwambia kwa upole, "Si kila kitu ni mahari. Maisha ya mtoto nayo ni muhimu." Lakini akawa anafokewa bila hata nafasi ya kuendelea. Siku moja ambayo haikuwa tofauti sana na siku nyingine za huzuni, Mama Sialo hakuweza kupata hela ya kwenda sokoni kufanya biashara baada ya kukaa siku 2 bila kuuza, sababu alikuwa ni mgonjwa, na hivyo hakupata hata shilingi ya kununua unga, na pesa zote mumewe alizichukua. Baadaye kidogo Mzee Lengai alirudi akiwa amelewa kupindukia, na alipoingia ndani akaangalia sufuria ili ale chakula, akalikuta lipo tupu. Alisema kwa hasira, "Kwa hiyo leo hamkupika? Unataka kuniua na njaa au unataka kutoroka na wanaume zako huko nje?" Na kabla Mama Sialo hajafungua mdomo kujibu, alijikuta akivutwa nje na kupigwa bila hata maelezo. Alisema, "Sikupata hela leo, si kwamba sikutaka kupika." Lakini hiyo haikuwa hoja kwa mume wake, ambaye aliendelea kumshambulia kwa maneno ya kejeli na matusi pamoja na kumpiga.
Siku zilipita na hii siku Mzee Lengai alikuwa na furaha sana. Akiwa amekaa nje, alimuita mke wake kwa furaha. Mama Sialo alijiuliza maswali buku kichwani bila majibu, huku akitafakari na kusema, mbona leo Mzee Lengai ana furaha kubwa sana? Hakujua ni nini anamuitia. Alipofika Mzee Lengai alimwambia, nimepata mtu atakayemuoa Sialo. Leo nina furaha sana sababu anaolewa na mtu mwenye pesa sana hapa kijijini. Maisha yangu yatabadilika sana. Anaolewa na Mzee Lemayani. Mama Sialo alisimama kwa hasira akasema, hapana, hili haliwezekani. Bado ni mdogo sana, hawezi kuolewa na mzee wa miaka 60. Na tena huyo Mzee Lemayani tayari ameoa wake watatu. Na pia isitoshe, mwanangu amefaulu kuendelea na chuo kikuu. Kwa hiyo sidhani kama itawezekana. Mzee Lengai akaongea kwa hasira sana akasema, kwa nini hutaki mtoto wetu aolewe na Mzee Lemayani? Huyo mzee ana pesa nyingi, kupitia mali zake nitapata heshima kubwa sana hapa kijijini. Lakini wewe kila siku unafura kichwa na kukataa kila jambo nitakalokuambia. Wewe mwanamke una kiburi sana, unapenda sana kuharibu mipango yangu. Unafikiri elimu ya mtoto wako itawalisha nini? Hiyo elimu haiwezekani kuwapa mali, mahari ndiyo maisha. Na Mama Sialo akalia akasema, lakini si haki, binti yetu bado ni mdogo. Lakini Mzee Lengai akamjibu kwa ukali, hakuna mdogo wala nini, wanawake wote wanaolewa, na kama hutaki basi wewe ndiye kikwazo katika maisha yangu. Sialo alitoka nje na alikuta vurugu zikiendelea na mama yake akiwa amekaa chini huku machozi yakimtiririka. Na kwa hasira za upendo alimwendea baba yake akamwambia, baba, kwa nini unampiga mama kila siku? Baba yake alijibu kwa hasira, kaa kimya na wewe, hapo unachokisubiri ni kuolewa na Mzee Lemayani. Sialo alilia sana akasema, baba, hapana, mimi siwezi kwenda kuolewa na huyu mzee, mimi ni mdogo sana kwake, na isitoshe bado nina malengo ya kumaliza masomo yangu. Na kwa nini unalazimisha niolewe? Nataka kuendelea na chuo kikuu, nina malengo yangu, siwezi kuolewa kwa sasa. Lakini kabla hajamaliza, uso mkali wa baba yake ulimgeukia ukamwambia, mimi nimekosea kuruhusu wewe usome. Hii ndiyo shida ya mtoto wa kike akipata elimu, munakuwa na kiburi, munatudharau sisi wazazi. Na Sialo akajibu kwa sauti ya kutetemeka, simdharau mtu baba, lakini maisha yangu ni muhimu pia. Maneno ya Sialo hayakufanya chochote zaidi ya kuwasha moto ndani ya baba yake, ambaye sasa alianza kumtukana mkewe akisema, haya yote yanatokana na wewe mwanamke, wewe ndio unamjaza kiburi huyu mtoto. Hizi fikra za chuo ni zako. Nina hakika umeweka ndoto zako kwa mtoto wako kwa sababu maisha yako yamekushinda. Unafikiri mimi sijui? Na Mama Sialo akalia akisema, sijamjaza chochote, nataka tu afanikiwe maishani. Lakini Mzee Lengai akampiga tena na kumwambia, unadhani unaweza kunizidi akili? Hata siku moja. Basi Mzee Lengai alimwachanganya wote Sialo pamoja na mama yake na aliwapiga sana. Na baada ya muda kidogo Mzee Lengai aliondoka na kwenda kwenye pombe zake. Usiku ulipokaribia, Mzee Lengai alikuwa amerudi. Mazingira yalizidi kuwa mabaya zaidi, kwani Mama Sialo alijaribu kumfuata mumewe ili waongee kwa utulivu, akisema kwa hofu, Mzee Lengai, tunaweza kukaa chini tuongee kama watu wazima? Lakini mumewe hakutoa nafasi hiyo, akamgeukia kwa hasira akisema, wewe hauna akili ya kuongea nami, unanifanya nionekane mjinga. Sitaki mazungumzo yoyote, kazi yako ni kunitumikia, si kunifundisha mambo yako ya kijinga. Na Mama Sialo akajikuta akisema, lakini swala la kumwozesha binti yetu mapema si jema. Na kabla hajamaliza alipewa kofi lililomwangusha chini, na Mzee Lengai akasema, nisisikie hilo neno tena. Wakati Mama Sialo akijaribu kusimama kwa shida, Sialo alikimbia kumshika mama yake akisema, mama, unaniumiza moyo, natamani ningekuwa na uwezo wa kukuondoa hapa. Na Mama Sialo akamkumbatia kwa uchungu akisema, usilie mwanangu, siku moja Mungu atanitoa hapa. Na Mzee Lengai aliposikia hilo akasema kwa dharau, Mungu gani anayeweza kukutoa hapa? Wewe utaishi hapa hadi nikuchoke, na huyo mtoto wako ataolewa na yule mzee hata kama hamtaki. Na Sialo akamjibu kwa ujasiri, sitakubali kamwe. Na kelele zao zikaendelea kuigonga nyumba nzima. Majira ya usiku yalipozidi kuingia, Mama Sialo akiwa amejeruhiwa na kuchoka, alikaa nje akitazama giza. Alijua kabisa kwamba ndoto yake ya kumlinda binti yake ilikuwa inakaribia kuvunjwa na mume wake mwenye moyo mgumu. Akajisemea kimoyomoyo,
sitakubali aolewe kwa nguvu zangu zote, hata kama itanigharimu maisha yangu. Siku zilivyozidi kusonga, Mzee Lengai alianza kuonekana mwenye haraka isiyo ya kawaida, kana kwamba maisha yake yote yalikuwa yanategemea jambo moja tu. Na kila alichokifanya kilionyesha wazi kwamba akili yake imejaa wazo la mahari kuliko kitu kingine chochote. Akitembea huku na huko kijijini, akiwatafuta wazee wa mila, akiwaambia, ni lazima hii ndoa ifanyike haraka. Sitaki kusikia pingamizi kutoka kwa mtu yoyote. Na Mama Sialo aliposikia hivyo, alijaribu kumwambia, lakini binti hajakubali, si vizuri kumlazimisha. Na Mzee Lengai akamjibu kwa ukali, huna sauti hapa mwanamke, mtoto ni wangu na ninajua kinachomfaa. Huku akimpiga macho ya dharau yanayoonyesha kutomjali kabisa. Na kila siku mazingira yalizidi kuwa mazito zaidi, kwa sababu hakuna aliyethubutu kumzuia, ingawa binti alikuwa akilia kila mara. Hii siku Mzee Lemayani aliamua kufika nyumbani kwao ili aweze kutoa mahari, na aliposimama mlangoni aliletewa binti ili amuone. Aliuliza, huyu ndiye mwenyewe? Mungu amenitendea, huyu ni mzuri kupita maelezo. Na Sialo alipoona hilo, machozi yalianza kumtoka bila hata kujizuia, akisema, sitaki kuolewa na wewe, mimi ni mdogo bado. Mzee Lengai aliongea kwa hasira, akasema, nyamaza, wewe huna maamuzi hapa. Mzee amekutaka na lazima iheshimiwe. Wazee wa mila walipokusanyika siku hiyo, sauti zao zilijaa shangwe, kana kwamba hakuna aliyeona uchungu wa mtoto aliyekuwa akivunjika moyo mbele yao. Na waliendelea na mazungumzo ya kutoa mahari, kana kwamba wanajadili bei ya kifaa sokoni. Mmoja wao akisema, kwa uzuri wa mtoto huyu lazima ng'ombe wasipungue 20. Na mwingine akakubali kwa kichwa, akisema, ni hivyo, mtoto huyu ana thamani. Baada ya kikao hicho, ilitangazwa kuwa harusi itafanyika miezi 2 tu ijayo, jambo lililomwangusha Mama Sialo kwa uchungu mkubwa, kwa sababu alijua miezi 2 ilikuwa kama siku moja kwa mtoto ambaye bado alikuwa na ndoto za kuendelea na elimu. Na alipomwendea mumewe usiku huu, alisema, miezi 2 ni muda mfupi mno, tafadhali fikiri tena. Mzee Lengai akamwangalia kwa hasira, akasema, hata kama ni kesho, sitabadilisha maamuzi. Hii ndio nafasi yangu pekee ya kuwa mtu mkubwa kijijini. Na Mama Sialo akamjibu kwa sauti iliyokatika, lakini unauza maisha ya mtoto wako. Na Mzee Lengai akasema, ni maisha yake, si yangu, atayaishi kwa pesa za yule mzee. Mzee Lengai alianza kutembea kama mtu aliyeshinda vita kubwa, akipiga kelele za furaha, akisema, ng'ombe 20 si mchezo, nitaheshimika kijijini kuliko wanaume wote waliowahi kuishi hapa. Na hata alipomwona mke wake akilia kwa machozi na binti yake akiwa analia, hakujali kabisa, akasema kwa ubabe, mtanijua tu hapa, hakuna wa kunizuia sasa, mali imenipata na mtu mwenye mali ana heshima zake. Mama Sialo akasema kwa hasira, huo si utajiri, ni laana. Katika akili ya Mzee Lengai, hakuwahi hata siku moja kuamini kwamba mtoto wa kike anaweza kuwa msomi, anaweza kubadilisha maisha ya familia au hata kuleta heshima ya kweli kwa wazazi wake. Alichokiamini ni kwamba watoto wa kike walizaliwa kuolewa na kuleta mahari tu, na siku zote husema elimu ya mtoto wa kike haina faida. Alikataa akisema, wanawake hawajengi familia, wanaume ndio wanajenga, bila hata kuona aibu ya ujinga wake. Baada ya kupokea ng'ombe wale, aliwaita vijana 2 akawaambia, wachungeni vizuri kwa sababu hawa ndio tiketi yangu ya utajiri. Lakini wiki moja tu baadaye, alichukua hatua iliyomshangaza kila mtu. Aliwauza ng'ombe wote bila taarifa, akapata pesa nyingi mkononi, na kwa sekunde moja akasahau kabisa kwamba ana familia nyumbani inayohitaji chakula, mavazi, elimu na utulivu. Na alipohojiwa na Mama Sialo akimuuliza, umepeleka wapi ng'ombe? Na kama umewauza, pesa ziko wapi? Alimjibu kwa jeuri, hiyo si kazi yako kujua. Pesa ni zangu na nitazitumia ninavyotaka. Jambo lililomvunja moyo mama huyo. Kwa pesa zilizomwingia, Mzee Lengai alianza maisha ya anasa ambayo hakuwahi kuyawaza maishani. Akianza kuonekana kila siku kwenye kilabu akibadili vinywaji kama mtu asiye na akili ya kesho, akisema kwa mbwembwe, ninachotumia leo kitakuja tu kesho, mimi ni tajiri sasa. Na ili aonekane mkubwa mbele ya walevi wenzake, aliamua kuwanunulia pombe kila mmoja aliyekuwepo kilabuni, na kila walipomsifia wakisema, wewe ni mwanaume wa mfano, alikuwa anamwaga pesa tu.
alizidi kupoteza akili yake, na siku alizokuwa akienda mjini, alianza kunywa pombe ambazo sio za kienyeji, akiongea kwa kelele, "Sasa nimepanda daraja, natumia vinywaji vya watu wenye hela." Kila alipokuwa akirudi nyumbani, hakurudi na hata mboga ya kupika, kwa sababu aliona kuwa jukumu la chakula ni la mkewe pekee. Na siku ambayo Mama Sialo alimwambia watoto hawajala, alijibiwa kwa kelele, "Sasa unataka nifanye nini? Ndiyo maana sipendi wanawake. Hamna maana, hamna mchango katika maisha ya mwanaume. Nyinyi ni wa kulalamika tu." Na alipojaribu kuongea zaidi, alijikuta akipigwa kama kawaida bila hata huruma. Siku ziliendelea kusonga, na kadiri zilivyopita, Mzee Lengai alianza kuona dalili za kutisha za pesa zake kupungua kwa kasi. Akianza kuhesabu mabaki yake na kugundua kwamba chote alichokuwa amekipata kwa kuuza ng'ombe kilikuwa kinayeyuka kama barafu juani. Lakini bado alipojaribu kuwaza mustakabali wake, alisema kwa kiburi, "Hata kama hela hizi zinakwisha, mtoto wangu akishaolewa nitakuwa napata hela kila mwezi. Mkwe wangu ni tajiri, atanipeleka juu. Acha hizi ziishe tu, pesa za baadaye ni za milele." Siku zilipita, na hii siku Mama Sialo alikuwa amekaa nje usiku huo, upepo mwanana ukipiga uso wake na macho yake yakiangazia mbali, kana kwamba anatafuta majibu ambayo ameshayakosa kwa miaka. Sasa kumbe kesho ndiyo ilikuwa siku ya harusi ya binti yake, siku iliyopangwa na mumewe bila ridhaa ya yoyote, siku ambayo mioyo yao haikutaka ifike. Na alikaa hapo akijua ndani ya moyo wake kuwa kama asipochukua hatua angemkosa binti yake milele. Na kwa mara ya kwanza hofu iligeuka ujasiri. Akasema kimoyomoyo, "Leo lazima nimuondoe mwanangu hapa, hata kama ataniua. Sialo mwanangu hawezi kuolewa na huyu mzee." Baadaye usiku, Mama Sialo alimsubiri Mzee Lengai alale usingizi wa ulevi ambao alikuwa ameuzoea kila siku. Na alipoona ameanguka kitandani bila hata kufunika mwili, akikoroma kwa sauti nzito, alinyanyuka taratibu kana kwamba anakwepa mtego, akapita pembeni bila kupiga kelele, na akaenda chumbani kwa Sialo. Alimgusa kwa upole akisema, "Sialo, Sialo, shh, usipige kelele mwanangu, amka taratibu, hapa si mahali salama tena." Alishtuka na kusema kwa sauti ya hofu, "Mama, kuna nini? Mbona ni usiku sana?" Mama alisema kwa sauti ya chini sana, "Nataka tuondoke mwanangu, usiku huu, sawa? Wewe huwezi kuolewa na huyu mzee." Sialo alishtuka akasema, "Mama, tukikamatwa je?" Mama yake akamjibu akimshika mkono, "Baba yako amelala kama mawe, hawezi kuamka sasa. Tuna dakika chache tu za kujiokoa." Mama Sialo alikuwa tayari ameshaandaa kila kitu. Begi lake dogo lilikuwa tayari limejaa nguo chache za lazima na makaratasi muhimu ya binti yake, na begi lingine likiwa la Sialo ambalo lilikuwa limejaa makaratasi ya ndoto alizotamani kuzitimiza. Na waliinuka polepole kutoka pale chumbani, walipita mlangoni kimya kimya kana kwamba wanapita juu ya sakafu ya kioo, wakivuta pumzi ndefu kuhakikisha hawatoi sauti yoyote. Na walipotoka nje, upepo wa usiku uliwapiga usoni kwa nguvu, na Mama Sialo akamshika mtoto wake mkono akasema, "Twende mwanangu, tusigeuke nyuma, tumeteseka vya kutosha hapa." Na bila kubishana, walitoweka gizani wakiwa wamejawa hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Asubuhi ilipofika, jua lilianza kupanda polepole, na Mzee Lengai alichelewa sana kuamka kutokana na kile kilevi kilichomzidia usiku. Na alipoamka hakukimbilia hata kuangalia wapi familia yake ipo, kwani aliamini kabisa mke wake kama kawaida angekuwa ameandaa kila kitu kwa ajili ya sherehe hiyo ya leo. Akasema kwa kiburi, "Hawa wanawake wapo tu kwa kazi hizi, watakuwa wameanza maandalizi." Basi akajinyoosha kama mtu aliyeshinda bahati nasibu, bila hata kuwaza kuwa maisha yake yalikuwa yanakaribia kubadilika ghafla. Kwa nje maandalizi yalikuwa yameshaanza. Ndugu walikuwa wamekuja pale, ngoma za asili zilikuwa zikichezwa, wanawake wakichoma nyama, wazee wakitengeneza eneo la kufungisha ndoa, na kila mtu alikuwa na hamu ya kuona binti mrembo wa kijiji akiolewa na tajiri mkubwa. Lakini ghafla, mmoja wa wapambe alikuja mbio hadi alipokuwa Mzee Lengai na kumwambia kwa sauti ya hofu, "Mzee Lengai, mwali yuko wapi? Hatumuoni. Muda wa kufungisha ndoa unakaribia na wazee wa mila wako njiani." Na maneno hayo yakamfanya mzee huyo kushtuka kama mtu aliyewekewa maji ya baridi usoni. Bila kupoteza muda, akagonga mlango chumbani kwa Sialo akisema,
we mtoto unatakiwa uwe tayari. Lakini chumba kilikuwa tupu kama hakijawahi kukaliwa. Ikabidi aingie ndani alipoona hakuna anayemwitikia. Alipoingia ndani hakukuta mtu. Aise alishangaa. Ikabidi aanze kutafuta kwa wasiwasi mkubwa sana. Aliposhindwa kumpata binti yake, alianza kumtafuta mkewe kwa kasi ya mtu aliyepagawa, akipiga kelele, "Mama Sialo, Mama Sialo, tokeni nje!" Lakini hakukuwa na hata dalili ya mtu. Akatoka nje, akazunguka nyuma ya nyumba, akaenda kwa jirani, akaenda shambani, akaenda barabarani, lakini kila alikoangalia hakumwona mtu yoyote wa familia yake, na hofu ikamjaa kama baridi inayotembea kwenye uti wa mgongo. Akakimbia kijiji kizima akiwa amechanganyikiwa, akisema, "Hawa wameenda wapi? Hawa wamenifanyia nini?" Na watu wakawa wanamwangalia kwa mshangao, wakianza kunongona kwamba huenda mambo yameharibika. Ilipofika mida ya saa 4 asubuhi, gari la bwana harusi mwenyewe likaingia, ambaye ni mzee Lemayani, na mziki ukiendelea kupigwa kwa shangwe kubwa. Lakini mara tu alipofika na kushuka kwenye gari, alipata taarifa kuwa mwali haonekani kabisa, na ghafla hasira yake ililipuka kama moto ndani ya mafuta. Akasema kwa sauti ya kutetemesha watu, "Hii ni nini nasikia? Mwali yuko wapi? Kwa nini mnanichezea? Mimi nimetoka mbali, nimekuja na heshima, na sasa mnataka kunidhalilisha mbele ya watu wangu." Watu walipojaribu kumweleza kuwa familia imetoweka tangu usiku, mzee Lemayani aligeuka kwa hasira kali kumkabili mzee Lengai, akisema, "Wewe mwanaume gani? Umekula ng'ombe wangu halafu unanikimbia? Umenitapeli, nitakufundisha adabu leo." Akajaribu kumrukia kwa nguvu ili ampige, lakini wazee na vijana wa kijiji waliingilia katikati, wakamshika wakisema, "Subiri mzee, utaua hapa." Na mzee Lengai akiwa na woga mwingi kuliko siku zote alijitetea, "Sikujua lolote, hata mimi nimeamka sikuwakuta." Lakini hakuna aliyemwamini hata kidogo. Katika hasira zake, mzee Lemayani alianza kumtukana hadharani akisema, "Wewe ni mwizi, mahari yangu lazima unirudishie, na sitaki hata kesho, nataka leo leo, nitakufanya ujute kuniibia." Huku watu wengine wakisikiliza, wakijua kabisa kwamba hii ilikuwa aibu ambayo ingebaki historia kijijini. Na mzee Lengai kwa mara ya kwanza alihema kama mtu ambaye ameona mwisho wa dunia, akisema kimoyomoyo, "Nitawalipaje ng'ombe 20 wakati nina shilingi 3,000 mfukoni?" Na macho yake yakaanza kujaa machozi ya hasira na oga. Mwisho wa siku ile, sherehe ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa muda mrefu ilikufa kama moto uliomwagiwa maji baridi. Mziki ukanyamazishwa, chakula kikiachwa bila mtu kukila, watu wakianza kutawanyika huku wakinongona kuhusu fedheha aliyopata mzee Lengai, na hata wale waliokuwa wakicheza asubuhi walikaa kimya kana kwamba hawajawahi kushika ngoma. Mzee Lengai akibaki amesimama katikati ya uwanja akiwa kama jiwe, akijua bila mashaka kuwa maisha yake yameanguka chini kabisa kuliko alivyowahi kufikiria, na sasa hatima yake ilikuwa taabani kwa sababu ya tamaa zake mwenyewe. Kumbe Mama Sialo alipomtoroka mumewe usiku ule wa giza, alikimbilia kijiji cha mbali sana ambacho hakukuwa hata na watu waliowajua, na alipofika huko alijificha kwa muda pamoja na mwanae, wakijaribu kuanza upya maisha bila hofu ya kurudi nyuma. Na kila usiku walikumbuka ukatili waliouacha nyuma na kujiuliza kama kweli watakuwa salama. Lakini licha ya hofu hiyo, walihisi roho zao zikianza kupumua kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya mateso. Na Mama Sialo alimwambia binti yake, "Hapa hakuna atakayetufuatilia. Hapa tutaanza maisha upya." Na Sialo akawa anamkumbatia kwa machozi akisema, "Mama, nataka tuishi na amani. Sitaki kurudi kule kamwe." Na wote wakakaa kimya wakisikiliza upepo wa usiku ambao uliwafunika kama blanketi la faraja. Siku zilipita huku akihangaika kujua mahali pa kuanzia bila mafanikio. Walikuwa wakiishi kwenye vibanda vya sokoni tangu wamefika. Basi waliamua kujiunga na kanisa la karibu kwa sababu lilionekana kuwa na watu wenye huruma. Na kanisa hilo lilikuwa na mashirika ya wafadhili waliokuwa wakihangaikia watoto wanaoishi katika mazingira magumu na kuwasomesha, jambo ambalo lilitoa mwanga wa matumaini kwa Mama Sialo ambaye hangeweza tena kumudu kulipa ada ya binti yake. Na siku moja alipoingia ofisini kwa kiongozi wa kanisa, alianguka chini kwa magoti akilia akisema, "Nimekuja kuomba msaada. Nimekimbia kutoka kwa mateso makubwa sana. Naomba mwanangu apewe nafasi ya kusoma." Na kiongozi huyo wa kanisa aliyeonekana mwenye moyo mwema alimuinua taratibu na kusema, "Usilie mama, Mungu anaona kilio chako. Tutajitahidi kumsaidia mtoto wako." Na maneno hayo yalimpa nguvu mpya.
Siku ambayo aliitwa na uongozi wa shirika la wafadhili ilikuwa siku aliyoihisi kama Mungu mwenyewe amejibu maombi yake. Na alipokaa mbele ya wajumbe hao waliokuwa na nyuso zenye huruma, aliwaeleza kila kitu kutoka mwanzo hadi mwisho, akisema kwa machozi yanayotiririka bila kupungua, nimemlea binti yangu kwa mateso, nimepigwa, nimetukanwa, lakini sikukubali aolewe kwa nguvu. Na mmoja wa wafadhili akasema kwa maumivu, mama, umevumilia mengi, hatukujua kwamba binti ana kipaji hiki kiasi gani. Na walipojua kuwa Sialo hakuwa ameanza chuo bado, walisema, tutamsaidia, hataruhusiwa kupoteza ndoto zake. Na mama Sialo alipiga magoti tena akisema, asanteni, asanteni jamani, Mungu awabariki. Ndipo binti yake, ambaye alikuwa amebaki kimya akisikiliza kwa hofu na matumaini, aliposhikwa mkono na mmoja wa wafadhili, akamwambia, Sialo, umechaguliwa kwenda kusoma Marekani, utamalizia masomo yako ya chuo kikuu huko. Na binti huyo akaangua kilio cha furaha akisema, mimi mama, nitaenda kusoma nje ya nchi. Yote haya yanatokea kweli? Na mama Sialo akamkumbatia akisema, ndiyo mwanangu, ndoto zako hazijafa, Mungu bado anakupigania. Na siku hiyo ilikuwa moja ya siku ambazo mwanga mpya uliingia kwenye maisha yao na kuanza kuifuta giza walilopitia miaka mingi. Wakati huo familia ikiwa inaanza kurudia uhai, maisha ya mzee Lengai yalikuwa yakizidi kuanguka kama nyumba isiyokuwa na msingi. Kwani sasa pesa zilikuwa zimekwisha kabisa, na bado alikuwa anadaiwa mahari na mzee Lemayani ambaye hakuwa mtu wa mzaha. Na siku ambayo mzee huyo aliona kuwa hapati jibu lolote, aliamua kuchukua shamba la mzee Lengai kama fidia ya mahari yake. Na kijiji kizima kilishuhudia alivyoporwa shamba. Na alipojaribu kulalamika kwa wazee wa kijiji akisema, si haki kuchukua shamba langu, walimwambia kwa ukali, wewe ulijua sheria, ulitumia mahari vibaya, sasa lipa. Na hakuwa na pa kukimbilia. Siku zilivyopita, chakula kilikuwa ni cha shida kabisa nyumbani kwake, na wakati mwingine alilala siku nzima bila hata kula, akikembea nyumba kwa nyumba, akiomba msaada akisema, naomba chakula kidogo, hata ugali wa jana. Na wengine walimfukuza wakisema, tulikuona siku zile ukiwanunulia walevi pombe ili uonekane mkubwa na una pesa nyingi, leo unakuja kwetu. Na alipoona hakutapata msaada, alienda kufanya kazi ngumu ya kubeba mawe, huku akilipwa pesa ndogo ya kutosha kula mlo mmoja tu, na huku nguvu zake zikimponyoka kila siku, lakini alilazimika kufanya hivyo kwani hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Miaka mitatu ikapita, na katika kipindi hicho hakuna mtu hata mmoja aliyemletea chakula au kumsaidia kwa chochote, na maisha yake yakawa ni ya maumivu na majuto makubwa, akiwaza kila siku jinsi alivyotupa familia yake kutokana na tamaa zake. Na alipojaribu kuingia vilabu vya pombe tena, aliambiwa, wewe huna hela, hufai hapa, jambo lililomfanya aache kabisa pombe na kugeukia kazi ngumu ili tu apate kula. Na baada ya muda alianza kujaribu kuulizia familia yake, lakini hakuna aliyekuwa na taarifa zao. Akawa anaishi kama mtu aliyepoteza dunia nzima na hakujua mwanzo wa kuanza upya. Siku moja, akiwa amekaa chini ya mti mkubwa uliopo katikati ya kijiji, aliangalia anga lililojaa mawingu meusi kama yanayoonyesha huzuni yake, na alianza kulia kwa uchungu mpya, machozi yakimtiririka usoni kama mtoto mdogo, akijilaumu kwa maneno mazito. Nimefanya nini? Nilikuwa na familia nzuri, nilikuwa na mke mwema, nilikuwa na mtoto mwenye akili nyingi, niliwaharibia maisha na sasa niko peke yangu. Na aliposema hivyo, sauti yake ikavunjika kabisa, akiegemea kwenye mti kama mtu ambaye amekata tamaa ya kuishi. Na watu waliopita walimwangalia wakisema kimoyomoyo, mambo ya ulimwengu, pengine amejifunza. Miaka 4 ilipita, na hatimaye siku ile ambayo ilikuwa ngumu kuamini ilifika. Siku ambayo Sialo alirudi nchini akiwa amekuwa, akiwa na cheo cha elimu kikubwa kuliko mtu yoyote aliyewahi kufikiria, akiwa amevalia suti nzuri na kuwa na tabasamu la mtu aliyefanikiwa licha ya maumivu aliyotoka nayo. Na wafadhili wake walipomwona walilia kwa furaha wakisema, tulijua utafanikiwa. Na baada ya muda kidogo walimfungulia kampuni kubwa sana ya ujenzi kutokana na taaluma yake, na kampuni hiyo ilikuwa kwa kasi hadi kuitikisa nchi nzima, na jina la Sialo likaanza kutajwa kama mfano wa wanawake walikuwa viongozi bora.
Kwa sababu ya mafanikio ya kampuni yake, ilibidi amchukue mama yake mwenye tabasamu la furaha ambalo halikuwa limewahi kuonekana miaka mingi, ili aishi naye mjini, na huko mjini waliishi maisha mazuri sana. Nyumba nzuri, chakula kizuri, walipata heshima ya watu, na kampuni ya Cialo ilikuwa inapata tenda kubwa mara kwa mara, jambo lililowafanya kuwa moja ya familia zinazoheshimika sana. Na mama Cialo kila siku alipoamka alishukuru Mungu akisema, asante kwa kunitoa kwenye giza lile. Na Cialo naye alikuwa na bidii sana ya kufanya kazi. Siku moja, baada ya kuona biashara imekuwa kwa kiwango kikubwa, Cialo aliamua kumfungulia mama yake restaurant kubwa ya kisasa mjini inayopika vyakula mbalimbali na kuhudumia watu maarufu. Na mama yake alifanikiwa kupita kiasi, akipata tenda nyingi kwa sababu watu walipenda mapishi yake na pia waliheshimu historia yake ya kupanda kutoka kwenye maumivu hadi juu. Na kila siku aliona fahari ya kuwa na maisha mapya ambayo hayangewezekana kama asingepambana usiku ule alipoamua kumtorosha binti yake. Lakini pamoja na mafanikio hayo yote, mama Cialo bado alikuwa na doa moja moyoni ambalo halikuacha kumsumbua. Alikumbuka mumewe aliyemwacha kijijini, na mara nyingi usiku alikaa kimya kila anapokaa kwenye kochi akiwaza, je, yuko hai? Anakula? Anaishi vipi? Bila kupata majibu. Na siku moja alisubiri Cialo arudi kutoka kazini. Alipomuona akafungua mlango, alisema kwa sauti ya upole, kuna kitu naomba kuongea na wewe. Walikaa chini na akamwambia, mwanangu, najua una hasira na baba yako. Najua alitutisa, lakini naomba umsamehe. Twende tukamuone. Moyo wangu haupati amani. Na Cialo akapumua kwa nguvu akisema, mama, sitaki kumuona. Alinifanya nitoke nyumbani kama mfungwa. Baada ya dakika kadhaa, mama yake akakaa pembeni yake akasema, mwanangu, msamaha haupewi kwa mtu mwingine. Unajipa mwenyewe ili moyo wako upumue, na baba yako amepata adhabu ya maisha. Hebu fikiria miaka yote aliyoteseka. Twende tukamuone, hata kama si kwa ajili yake, basi kwa ajili yangu. Na Cialo akamwangalia kwa macho yenye kuchanganyikiwa, lakini baadaye alikubali taratibu akisema, sawa mama, nitakwenda kwa ajili yako, lakini sitakubali tena kunyanyaswa. Na mama yake akasema, hatutanyanyaswa, sisi si wale tulioondoka miaka ile, tumebadilika. Walipofika kijijini, watu walikuwa wakishangaa gari la kifahari lililoingia, kwa sababu kijijini kwao gari lilipoonekana mara nyingi walijua kuna tukio kubwa, na wengine wakakimbia kusema, jamani, kuna viongozi wamekuja kijijini, bila kujua ni akina nani. Na walipokaribia nyumbani kwao, walimkuta mzee Lengai amekaa nje kwenye kigoda chake kidogo, macho yake yakiwa hayana mng'ao wa zamani, bali huzuni ya miaka nyingi ya mateso. Na aliposimama akajaribu kutambua ni nani anakuja, moyo wake ulipiga kwa nguvu kana kwamba unataka kuruka nje ya kifua chake. Ghafla alishangaa kuona mkewe na binti yake wakishuka kwenye gari zuri sana, halikuwahi kuonekana kijijini, na miguu yake iliteremka kana kwamba dunia inamwangukia. Akasema kwa sauti ya kukatika, mama Cialo, Cialo, hii haiwezekani. Na machozi yakaanza kumtoka bila hata kuficha, na aliposimama akawafuata, alidondoka chini akisema, nisameheni jamani, nisameheni, nilikosea, niliharibu kila kitu. Na Cialo akamtazama kwa sekunde chache, kisha akasema, baba, ile elimu uliyoikataa, hiyo ndiyo imenipa maisha haya. Sasa mimi ni boss na tuna kampuni zetu mjini na tumejijenga kwa jasho na maumivu. Mzee Lengai alilia kama mtoto mdogo, akijuta kupoteza miaka nyingi ya maisha yake, akisema, ningejuaje, nilikuwa kipofu wa tamaa, nilikupoteza, nilimpoteza mama yako, nilipoteza kila kitu. Na mama akasema, tumekuja kukuchukua, maisha ni mapya sasa. Na aliposikia hivyo, alianguka kwa magoti akisema, nimepata nafasi ya pili, Mungu amenipa rehema. Na kijiji kizima kikakaa kimya. Mama Cialo aliamua kumsamehe mumewe kwa moyo wote, na aliwaambia watu wa kijiji, tumeondoka miaka mingi iliyopita. Kurudi leo si kulipiza kisasi, bali kuanza upya. Mama aliwaachia zawadi ya pesa ya kuchimba kisima cha maji cha wanakijiji wote, sababu aliona bado wakiteseka na kutafuta maji. Wanakijiji walifurahi sana kukusaidia tatizo la maji, na baada ya muda walifika mjini. Mzee Lengai alianza kusaidia kwenye biashara ya mwanae kwa kufanya kazi kwa bidii sana ya kwa mara ya kwanza maishani. Na licha ya ugumu wa kuzoea, alijitahidi kwa sababu alijua hii ilikuwa nafasi yake ya mwisho. Na familia hiyo ilianza maisha mapya katika jiji kubwa, wakiwa wameshikamana zaidi kuliko wakati wowote, na walikuwa wenye furaha sana.
Tuandikie maoni yako hapo kwenye comments, tuambie ungekuwa wewe ndo Mama Sialo, ungekubali kumsamehe mumewe na kuanza maisha mapya? Usisahau kusubscribe katika chaneli hii, kushare story hii, kulike pamoja na kutoa maoni yako. Tukutane tena next time. Bye bye.